Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa. Bwana, siku ya leo ya Februari 22, 2026 kulikuwa na michezo mitatu ya ligi kuu Tanzania bara NBC, ambapo mchezo wa mapema ulikuwa ni kati ya KMC FC dhidi ya Azam Football Club, ambapo Azam waliweza kung'aa katika mchezo huo kwa ushindi wa magoli 2-2, magoli yaliyofungwa na Idi Nado. Na michezo mingine miwili iliyotoka kumalizika usiku huu wa ligi hiyo ya NBC Tanzania bara ni kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club. Kila mmoja kwa nyakati tofauti ameweza kupata alama 3 katika michezo ambayo imecheza siku ya leo, ambapo mchezo wa mapema wa majira ya saa 1 kamili usiku ilikuwa ni kati ya Namungo FC dhidi ya Young African Sports Club. Mchezo ulipigwa Lindi katika dimba la Majaliwa Stadium. Mchezo huo uliomalizika kwa ushindi wa goli 1 kwa klabu ya soka ya Young African Sports Club na Namungo FC kutoka patupu. Goli hilo ambalo limefungwa kwa mkwaju wa penalty likiingizwa kimiani na mchezaji Depu. Mchezo mwingine wa pili umepigwa majira ya saa 3 kamili usiku kati ya klabu ya soka ya Tanzania Prisons dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa Jamhuri Stadium Dodoma. Mchezo huo ambao umezaa magoli 2 yaliyopatikana katika kipindi cha kwanza kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezaji aliyeandikia goli la kwanza katika mchezo huo, goli la kuongoza, alikuwa ni Selemani Mwalimu dakika ya 19 akishinda kwa goli la kichwa kirefu. Goli la pili limefungwa na Rushain Deriuk aliyetenga mkwaju wa penalty baada ya mchezaji Shomari Kapombe kuchezewa rafu. Rushain aliweza kuandikia goli la pili Simba Sports Club kwa kupiga mkwaju wa penalty na Simba Sports Club kwenda mapumziko wakiwa na ushindi wa magoli 2. Mchezo huo umeweza kumalizika dakika 90 yakisalia magoli 2 yaliyopatikana katika kipindi cha kwanza. Matokeo haya ya siku ya leo katika klabu ya soka ya Young African Sports Club na Simba Sports Club yanawaweka pazuri katika msimamo wa ligi, kila mmoja akipanda kwa nafasi moja katika msimamo wa ligi ya NBC Tanzania bara, ambapo klabu ya soka ya Young African Sports Club anashika nafasi ya pili akiwa na pointi 25. Simba Sports Club anashika nafasi ya 4 akiwa na points 22. Klabu ya soka ya Azam FC baada ya ushindi wake wa siku ya leo anashika nafasi ya 8 akiwa na points 19, ambapo katika top 5 ya msimamo wa ligi ambazo zinaongoza kwa msimu huu wa 2026 katika fixture ambayo imetoka siku ya leo ya Februari 22, namba 1 ni JKT Tanzania akiwa na pointi 28. Nafasi ya pili anashika Young African Sports Club akiwa na pointi 25. Namba 3 ni Pamba Jiji FC akiwa na pointi 23. Simba Sports Club anashika nafasi ya 4 akiwa na pointi 22. Nafasi ya 5 anashika Mtibwa Sugar FC akiwa na pointi 21. Timu za Simba na Yanga kila mmoja amebakiza michezo miwili ya ligi kuu NBC Tanzania bara ili kufikia mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa Machi 1, 2026. Kwa upande wa klabu ya soka ya Young African Sports Club, mchezo wake wa mbele utakuwa ni kati yake na JKT Tanzania, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam siku ya tarehe 25 Februari. Na mchezo wa Simba Sports Club utakaochezwa siku hiyo hiyo ya Februari 25 utakuwa ni kati ya Dodoma Jiji FC dhidi ya Simba Sports Club ambao utachezwa katika dimba la Jamhuri Stadium Dodoma. Baada ya michezo hiyo miwili inayoelekea Simba na Yanga, kituo kinachofuata itakuwa ni dabi ya Kariakoo, kuona kwamba je, Simba Sports Club atakataa uteja kufungwa na Young African Sports Club. Majibu yote tutayapata siku ya dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa katika viwanja vya New Amani Complex Zanzibar maarufu kama Guantanamo Bay. Bwana, hii ni Manyuzi TV. Nadhani nimekupitisha kwenye kila hatua ya michezo ambayo imepigwa siku ya leo, michezo ya ligi kuu NBC Tanzania bara. Endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali za kimichezo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.